Basi niwakaribishe sana, niwakaribishe mno. Leo basi tutakwenda kusikia ujumbe wa leo ambao tutakwenda kusikia. Utakuwa na kichwa kinachosema fahamu uhusiano uliopo kati ya nidhamu na neema ya Mungu. Fahamu uhusiano uliopo kati ya nidhamu na neema ya Mungu. Katika zama ambazo tunaishi hizi, katika nyakati zetu, ni nyakati ambazo uamsho wa kuifahamu neema ya Mungu ndio unatokota. Tunasema kwamba katika zama hizi sasa hivi watu wanaielewa neema ya Mungu. Kwa hiyo ndio maana tunasikia tunaishi kwa neema, tunaenda kwa neema, tunamshukuru Mungu kwa neema yake. Neno neema linazungumzwa sana katika makusanyiko yetu. Tofauti na hapo nyuma mara nyingi katika makusanyiko yalikuwa yanazungumzwa tu sheria, miongozo, taratibu. Kuna namna fulani lazima ufanye vitu fulani ili uonekane unakubalika mbele za Mungu. Lakini kwa sasa hivi inaanza sasa kuibuka kwamba, au watu wanaanza kuelewa kwamba sisi mbele za Mungu ni kwa sababu ya neema yake. Na tutakuja kuona hii neno neema, nafikiri tushai kujifunza, lakini tutajifunza tena leo ili tuelewe kwamba wokovu wa Mungu hakuna tulichochangia, bali ni kwa neema yake. Kwa neema yake. Sasa katika zama tulizopo hizi ambazo neema ya Mungu inatambulika katika kanisa, kwamba watu wanakuja kuelewa kwamba hatukubaliki mbele za Mungu kwa matendo ya sheria ya Torati na sheria za kidini, bali tunakubalika mbele zake kwa sababu ya kile alichokifanya. Tuna ujasiri wa kuingia patakatifu kwa damu yake, sio kwa kutimiza sheria pengine za dini au za Torati. Tutakuja kuona kwa na maanisha nini hasa. Lakini katika zama hizi ni zama za uamsho ambao kanisa linakuja kuelewa kwamba neema ya Mungu ndio imefanya yote. Neema ya Mungu ndio imetufanya tunapoenda mbele zake tukubalike. Kwamba sio kwa utoaji wetu, kwamba sio kwa namna ya sheria na miongozo na taratibu tulizoziweka zinatufanya Mungu atukatae, au historia zetu, lakini ni neema yake. Ni neema yake. Kwa hiyo tupo katika zama hizi, na hizo zama hizi kwa sababu ibilisi anatambua kwamba tuko katika zama ambazo watu wanaelewa kwamba neema ya Mungu ndio imetosha, kwamba hakuna kitu ambacho unaweza kuongezea kwenye neema ya Mungu ili Mungu akukubali, kwamba kile alichokifanya yeye ndio kimetosha. Neema ya Mungu imetosha kabisa. Msamaha wa Mungu umetosha kabisa. Kwamba sio kwamba ukitoa au kuna kitu kikifanya kwamba itaongezea na neema ya Mungu ili Mungu akukubali. Sasa ibilisi anatambua hivyo, na anatambua ni zama ambazo kanisa linaingia katika kurealize, kwenye uamsho wa kuelewa neema ya Mungu ndio imetuweka hivi tulivyo. Sasa kwa sababu ibilisi anatambua hivyo, kuna namna ya zama hizi tafsiri ya neema inabadilishwa. Kwamba katika zama tulizopo neema kuna kitu ambacho kinaitwa nidhamu. Yaani imeonekana kwamba kuna watu wanafundisha kwamba ukiwa katika neema kuna namna ya nidhamu fulani inakuwa haionekani. Kwamba ndio maana somo la leo Mungu anataka tuone kwamba uhusiano kati ya nidhamu na neema ya Mungu. Kwamba tunaosema tuko ndani ya neema, kuna namna tunaenenda kiholela. Kwamba kuna nidhamu haionekani. Kwamba kuna ambao wanasema wako ndani ya neema, lakini ukiangalia maisha yao hayana ile kitu kinachoitwa nidhamu. Na tutakuja kuona nidhamu sio shikamoo, nidhamu sio kunyenyekea. Taelewa maana ya nidhamu ninayosema. Kwa hiyo tafsiri ya neema katika zama hizi hasa kwa baadhi ya watumishi ni hatari mno. Ndio maana watu wamekuwa wanafanya mambo kwa uolela, kwa uhuru. Tunasema tuko huru. Lakini uhuru ambao tunasema tuko nao, hakunaga uhuru nje ya sheria.
Yaani uhuru nje ya sheria ni uasi. Uhuru nje ya sheria ni uasi. Kwa hiyo tunaposema tuko huru, maana tuko huru mbali na sheria hizi, lakini tumeletwa katika namna nyingine ya sheria zingine. Kwamba katika zama tulizopo tunaongozwa na sheria. Sheria ambayo tunaongozwa nayo ni sheria ya roho wa uzima. Lakini neema ya Mungu iliyo ndani ya Kristo Yesu imetoka huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Biblia tutakuja kuona hilo andiko. Lakini sheria ya dhambi na mauti tunazungumzia ni Torati. Torati. Sasa katika neema zama hizi imekuwa ile nini? Nidhamu. Kwa sababu nidhamu tutakuja kuona maana yake. Nidhamu ni kufuata maelekezo. Na maelekezo hayo lazima kuwe kuna mafundisho fulani. Kuna maelekezo. Kwa hiyo ndivyo hivyo katika zama hizi tunaona kanisa linafanya mambo kiolela. Yaani kuna vitu ambavyo vinakuwa, yaani hakuna utofauti kati ya mwana wa nuru na mwana wa ulimwengu. Yaani tumeifanya neema kwamba namna ninavyoenenda mimi kwa sababu niko huru, naweza nikafanya kama vile mataifa, watu wa ulimwengu. Hakuna tofauti kati ya aliyemwamini Kristo katika namna ya mwenendo, katika namna ya usemi, katika namna hata ya muonekano. Kwa nini? Kwa sababu tuko huru. Ambayo ni kitu hatari mno. Yaani kuna mafundisho sahihi au kuna namna ya kanisa linafundishwa hasa na watumishi ambao tunaona zama zetu kwamba hata tunasema kolabo kwa nyinyi kwa waimbaji mnajua kolabo au ushirikiano kati ya wanamuziki pengine wa nuru na wao wanaoimba injili ya habari njema na wanamuziki wa ulimwengu. Tunaona kunakuwa na hizo kolabo. Kwamba kunakuwa na ushirika kati ya nuru na giza. Tunasema nini? Tuko katika neema. Katika neema. Kuna siku moja nilishaangalia bendi moja ya ulimwenguni duniani imealikwa kanisani kwenda kuongoza praise and worship. Wanasema nini? Tuko kwenye neema. Tuko kwenye neema. Lakini neema, tutakuja kuona neema haitutoi kuwa na utaratibu. Au neema haitutoi kufata njia fulani. Kwamba imetoa katika njia fulani ambayo ilikuwa ni ngumu sana kukubalika mbele za Mungu. Lakini neema imetusababisha kuingia katika njia ambayo imeturahisishia. Kwa hiyo umuhimu wa somo hili litatusaidia sana kuelewa kwa nini pia hatuoni athari ya sisi kupokea neema. Kwamba tumepokea neema, lakini hatuoni kwamba ile neema katika maisha yetu inaathiri jamii. Kwamba aliye ndani ya neema au ambaye neema Kristo amemwokoa na mtu wa ulimwenguni, yani hawana tofauti. Tunafurahia tuko neema, lakini namna ambavyo tunavyoenenda mambo yetu, hakuna utofauti kati ya sisi na ulimwengu. Kwa hiyo itatusaidia sana kuelewa kwa nini hatuoni sisi tukiathiri ulimwengu, bali sisi ndo tunaathiriwa na ulimwengu. Yaani sisi tunataka tufate namna ya ulimwengu ili tuiathiri. Haiwezekani. Yaani ufate namna ya ulimwengu ili uathiri. Kuna namna lazima ukae katika standard yako ili ulimwengu ukufate. Yaani wewe ndo uathiri ulimwengu. Tunaona waimbaji, tunaona wahubiri. Kuna namna ambavyo tunaipresent hii neema katika namna ambayo ni kwa hiyo tutaona somo hili litatusaidia sana kuweza kuelewa kwamba neema ya Mungu inaendana na nidhamu. Na kingine pia tukisoma katika kitabu cha Tito tutaanza kuona hapa sasa neema inavyoelezewa. Anasema maana neema Tito 2:11. Anasema kuanzia mstari wa 11 anasema maana neema ya Mungu iwaokoaye wanadamu wote imefunuliwa. Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Anasema tupate kuishi kwa kiasi na kwa haki na utauwa katika ulimwengu huu. Akaendelea, naomba nisiendelee huku maana yake ni ndefu. Lakini tunaona kwamba neema hii iwaokoaye wanadamu wote imefunuliwa. Anasema yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Kwamba neema iliyofunuliwa haishi kwamba imefunuliwa ili nini? Ili kutufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia.
Maana yake kwamba kumbe neema imeachiliwa si kwa sababu kwamba tufurahie kwamba tumesamehewa dhambi, tuko kwenye neema, lakini kuna namna ambavyo neema hii ambayo tumeipokea inatakiwa kutufundisha kukataa tamaa hizi za kidunia. Kwa hiyo tunapozungumza hii kufundisha, kwanza kufundisha kunatengeneza kitu kinachoitwa nidhamu. Kwamba mtu anayekufundisha kuna nidhamu anaiweka ndani yako. Kuna nidhamu anaiweka ndani yako. Na tukisema nidhamu ni kufuata maelekezo yale yanayofundishwa. Kwamba ni uwezo wa kufuata maelekezo. Sasa inapotokea kwamba tunafundishwa kwa habari ya upendo, tunafundishwa kwa habari ya msamaha na kadhalika, lakini hatuoni waamini wakiishi yale maisha ya upendo, ya nidhamu. Tunafundishwa kwamba tunapata hizo information, lakini hatuoni hivi vitu katika maisha yetu. Maana yake nini? Maana yake kwamba tumepokea information lakini hatujinidhamisha au hatujafika katika hatua ya kuwa na nidhamu. Unajua hata katika kazi kuna maelekezo ya kazini unaweza kuwa umepewa, alafu usipofuata yale maelekezo unaitwa mtovu wa nidhamu au huna nidhamu. Kwa nini? Kwa sababu kuna maelekezo ambayo yapo, alafu hayo maelekezo haujayafuata. Kwa hiyo katika kanisa la leo tumekuwa na waamini ambao wako katika neema lakini nidhamu haionekani. Nidhamu haionekani. Ndio maana akasema tunahubiri kwa habari ya upendo, tunahubiri kwa habari ya mambo mengi, lakini hayaonekani katika maisha ya waamini. Sasa maana ya neema, tuangalie maana ya neema. Tukisema neema ni kupewa haki japokuwa huna vigezo. Simple as that. Yaani tunaposema neema unapewa haki japokuwa hauna vigezo. Kwamba umesamehewa dhambi si kwa sababu ya matendo yako mema au kwa sababu kuna kitu ambacho umekifanya, ila kwa sababu umesamehewa bure. Kuna ambaye amelipia. Yaani umesamehewa, au kwa mfano mwingine unaweza kama umesamehewa deni lako, ulikuwa unadaiwa, alafu umesamehewa deni kwa sababu kuna mtu amekulipia. Kwamba wewe hauna hiyo hela ya kulipa, alafu kuna mtu amekulipia. Kwa hiyo tunasema wewe umepata neema. Maana yake kwamba hauna haki lakini kuna neema umepokea. Deni lako likafutwa. Sasa inaweza likafutwa kwamba yule aliyekukopesha amekusamehe au kuna mtu amekulipia. Sasa haina maana kwamba ile haki umeipata, lakini ile haki sio kwa juhudi zako, ila kuna mtu ametoa hiyo haki. Kwa hiyo neema ndio hivyo, unastahilishwa pasipo kustahili au unapewa haki japokuwa hauna vigezo. Kwa hiyo pia tunapozungumzia nidhamu, nimesema nidhamu ni uwezo wa kufuata maelekezo yaliyotolewa. Ni uwezo wa kufuata maelekezo yaliyotolewa. Kwamba kuna maelekezo yametolewa. Unapokuwa na uwezo wa kuyafuata yale maelekezo, nasema huyu mtu ana nidhamu. Na uwezo huu unajengwa kwa mafundisho, maonyo, wakati mwingine na makaripio. Yaani combination ya hayo mambo matatu ndio yanatengeneza nidhamu. Mafundisho, maonyo na makaripio. Sasa watu wengi katika kanisa la leo tuna mafundisho, lakini kanisa la leo inapokuja swala la maonyo na makaripio, yaani vijana au kanisa la sasa hivi hawapendi hii hatua ya pili. Kwa sababu mtu anayekufundisha anakupa maarifa, anakupa maelekezo, anakupa information. Lakini mtu ambaye anakuonya na kukaripia, maana kwamba ameshakupa maelekezo, lakini bado una stick katika ile njia. Kwamba hata ulimwenguni huko hatuwezi tukawaonya watu wa ulimwengu kwa sababu wao hawajapata mafundisho. Lakini mwanafunzi anatakiwa afundishwe, alafu aonywe, wakati mwingine akaripiwe. Tumesoma kwenye shule. Tunaelewa kwamba shuleni wakati mwingine ulikuwa unapewa maelekezo, miongozo, usipoifuata unaweza ukaonywa au ukatandikwa. Kwa hiyo nidhamu inatengenezwa katika namna hizo tatu. Hata kwa jinsi ambavyo wengine wazazi wanaelewa kwamba mtoto unamuelekeza, asipofuata unamkaripia, unamuonya, asipofuata tena unamtandika.
ni namna ya mchakato wa nidhamu, namna ya mchakato wa nidhamu. Sasa waamini wengi au mafundisho mengi ya leo, hii kitu cha kuonya na kukaripia hakipo. Kwa sababu mtu anaweza akawa amefundishwa, anaelewa, lakini asipoonywa wakati mwingine anaweza akawa hasishtuki kwamba unajua sasa hivi kuna namna ya kubembelezana, kuna namna ya kubembelezana au kuoneana aibu. Lakini inahitajika ifike point pia sisi kama waamini some point tuonywe. Sasa tukisoma kwenye kitabu cha Warumi 8:2 anasema kwa sababu sheria ya roho uzima ule ulio katika Kristo Yesu umeniweka mbali na sheria ya dhambi na mauti. Kwa sababu sheria ya roho uzima ule ulio katika Kristo Yesu umeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Nimesema hapo mwanzo kwamba tumewekwa huru, lakini uhuru wetu haujatutoa katika sheria moja kwa moja. Kwamba imeniweka huru, kwa sababu sheria ya roho uzima. Kwamba sisi tuna sheria sasa hivi, tunaongozwa na sheria, lakini hiyo sheria inaitwa sheria ya roho wa uzima. Na sheria ya roho wa uzima ni maana yake nini? Warumi 8:14 anasema kwa kuwa wote wanaongozwa na roho wa Mungu ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa wote wanaongozwa na roho wa Mungu ndio wana wa Mungu. Sasa sisi tunasema kwamba sisi tuko huru. Lakini definition ya uhuru au namna ya uhuru ambao unazungumziwa haipewi tafsiri ya moja kwa moja. Kwamba tumewekwa huru sawa katika zile sheria ambazo zilikuwa zinatulazimisha namna ya utoaji, namna ya kuenenda, namna ya kufanya katika kipindi kile cha Musa. Lakini sasa hivi tunaongozwa na roho. Na kuna hii kitu ambacho watu wengi hawakielewi. Lakini nataka nikiseme hapa niweke msisitizo. Yohana 1:12 anasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lako. Kwamba unapompokea Kristo, unapoamini ukazaliwa upya, roho yako imezaliwa upya. Alafu kuna uwezo unaupewa, ambao huo uwezo asema walipewa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Sasa huo uwezo ni roho wa Mungu. Kwamba tunapewa roho wa Mungu ndani yetu ambaye anatusaidia kuweza kufanyika mtoto wa Mungu. Kwa maana katika utu wa nje umezaliwa upya rohoni, lakini utu wa nje huu haujazaliwa upya. Kwamba utu wa nje kuna namna ambavyo kuna uwezo ambao umepewa. Huo uwezo ni roho wa Mungu. Kwa sababu roho wa Mungu atakachokifanya ni kukusaidia au kukuongoza. Na nitakasema kukuongoza maana yake ni kukupa maelekezo. Na anapokupa maelekezo maana yake kwamba unatakiwa ujinidhamishe kwenye maelekezo. Ili nini? Ili uweze kuwa kile ambacho kimeelekezwa. Kwa hiyo ukiokoka kwa mara ya kwanza, mtu anapozaliwa upya ni roho yake imefanyika kuwa mpya. Kwamba amesamehewa dhambi katika ulimwengu wa roho. Lakini katika ulimwengu wa mwili ni vile kama alivyo. Kama ni tabia, kama ni dini, kama kuna vitu ambavyo alivyo navyo, vitaendelea kuwepo ndani yake. Sasa mtu wa namna hiyo anahitaji kuna uwezo ambao anatakiwa apewe ili ule uwana wa Mungu ambao uko ndani utokee nje. Na sasa hapo ndio inaitwa kunidhamishwa. Kunidhamishwa. Kwa hiyo neema inachokifanya, tunaposema neema namna inavyotengeneza sasa nidhamu. Neema inachokifanya cha kwanza kabisa, neema inakupa msamaha. Kwamba unapopokea neema, cha kwanza kabisa unapokea msamaha wa dhambi. Kwa hiyo roho yako ndani tunasema huyu mtu amezaliwa mara ya pili. Amesamehewa dhambi. Lakini pia inaku-enroll au inakutengeneza kuwa mwanafunzi. Kwamba ukiokoka umezaliwa upya, lakini unaenda kufanyika nini? Mwanafunzi. Ni sawa na mtu ambaye anaanza chuo au anaanza shule yoyote, sekondari na kadhalika. Kwamba akienda kujiregister pale kuwa mwanafunzi, tutasema huyu mtu kwa namna ambayo nyepesi ni kama ameokoka. Kwamba nimeandikwa jina langu katika kile kitabu cha uzima. Nimekuwa registered. Kwa hiyo umekuwa registered ili nini? Kusudi uwe mwanafunzi.
Kwa hiyo neema inachokifanya ni kukuenroll kuwa mwanafunzi, ni kukusajili kwamba uwe mwanafunzi wa Kristo. Kwa hiyo ndivyo ambavyo ilivyo. Tukisoma kwenye kitabu cha Mathayo 28:19, Yesu alikuwa anawaelekeza wanafunzi. Anasema basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Mataifa yote kuwa wanafunzi. Disciple. Kiingereza nasema ni disciple. Sasa tunaposema kuwa mwanafunzi anafundishwa kufuata maelekezo. Na tukisema hili neno disciple imetokana na neno discipline. Kwamba mtu mwenye nidhamu ya kufuata maelekezo ya mwalimu, huyo ndo mwanafunzi. Kwamba kuna maelekezo yanatolewa na maelekezo ndio yanamfanya mtu kuwa vile alivyo. Kwamba kama unafuata maelekezo ya kitaalamu, yale maelekezo yanakufanya kuwa na ule utaalamu. Kwamba kama ni daktari, kama ni mwanasheria, kama ni yale maelekezo ukiyafuata ndio yanakufanya kuwa. Kwa hiyo tumepewa Roho Mtakatifu. Tumepewa Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu anaoperate kupitia watendakazi. Lakini pia Roho Mtakatifu pia yuko ndani yako. Sema sasa tofauti mtu aliyeokoka mara ya kwanza, kuna namna inabidi afundishwe ili aweze kumsikia. Kwa tumeitwa, au Yesu Kristo anasema akawafanye kuwa wanafunzi. Tukawafanye kuwa wanafunzi. Maana kwamba tukawafanye kuwa watu waweze kunidhamishwa, disciple. Watu ambao wanaweza kunidhamishwa. Kwenye kitabu cha Efeso 4 kuanzia mstari wa 11 anasema naye alitoa wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, wengine kuwa wainjilisti, wengine kuwa wachungaji na walimu, kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke. Anasema hata mwili wa Kristo ujengwe, hata sote tukapofikia umoja wa imani, kumfahamu sana mwana wa Mungu. Anasema hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufikia cheo cha kimo cha utimilifu cha Kristo. Anasema ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na kuchukuliwa na upepo wa elimu kwa hila ya watu. Anasema kwa ujanja tukizifuata njia za udanganyifu. Kwamba wametolewa hawa mitume, manabii, wainjilisti, walimu, ili kusudi kutuimarisha. Anasema ili tusiwe tena watoto wachanga. Kwamba tunapozaliwa upya, baki tumezaliwa katika uchanga. Sasa tunahitaji namna ya mafundisho, tunahitaji namna ya kujengwa, ili kwamba nini? Ili tuwe na nguvu, tusiweze kuchukuliwa tena na upepo wa elimu. Anasema elimu, hila ya watu kwa ujanja. Anasema tukizifuata njia za udanganyifu. Kwa sababu nje ya mafundisho ni rahisi kutupwa na upepo wa kila elimu. Kwamba mtoto mchanga unaweza kumpa chote ukamwambia iko ni kitamu akala, si ndio? Hata kama unaweza kumpa sumu ukamwambia Lakini wametolewa hawa watendakazi. Lakini kusudi kubwa ni kujenga mwili wa Kristo. Maana yake kwamba kwa mafundisho kuwafanya hawa watu wawe na nidhamu. Kwa hiyo ndivyo ambavyo ilivyo, kwamba neema inatufungulia mlango wa sisi kuwa wanafunzi. Yaani ukiokoka leo hii alafu haujakubali kuwa mwanafunzi, au haujitiishi katika mafundisho, maana kwamba utakuwa na wokovu sawa, lakini bado utaona unatupwa huku na huku na mafundisho na elimu. Ndio maana kuna watu wameokoka, lakini kwa sababu hawasomi neno, hawasomi maandiko, kwa sababu hawana walimu ambao pengine wanawafuatilia kwa ukaribu, walimu ambao wanafundisha. Tutakuja kuona point namba 2, wanafundisha mafundisho ya Kristo, kwamba mafundisho yao sio kwa habari ya mali, utajiri, au mafundisho yao sio kwa yale mafundisho ya kutumotivate. Kwamba neema inachokifanya inatupa nini? Inatengenezea sisi kuwa wanafunzi, lakini pia ni kutuimarisha katika mafundisho ya Kristo. Kwamba tunapokuwa wanafunzi, lengo kubwa ni kufanya nini? Ni kuweza kusikiliza mafundisho ya Kristo. Anasema kwenye kitabu cha Mathayo 11:29, anasema jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Jitieni nira yangu. Yesu alikuwa anasema jitieni nira yangu, mjifunze kwangu. Maana yake kwamba mafundisho yote ambayo tunatakiwa tuyasikilize
ni yale ambayo yanamfunua Kristo alivyo na namna ambavyo Kristo anataka tuenende katika maisha yetu. Na kwa mfano tunaposema mafundisho ya Kristo, kwa mfano tuangalie kwa mfano hiki kitu cha moja ya mafundisho ya Kristo, alafu tutakuja kuelewa. Tukiangalia kitabu cha Mathayo kuanzia mstari wa Mathayo 14 kuanzia mstari wa 25, tunaona Yesu anafundisha. Yaani Yesu mafundisho yake yalikuwa ya mifano, alafu ni rahisi. Yaani ni rahisi tu. Kwamba Yesu anawafundisha kwa habari ya ufalme wa Mungu. Sema kwa sababu ufalme wa Mungu, ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja alitaka kufanya hesabu ya watumwa wake. Alitaka kufanya hesabu na watumwa wake. Asema alipoanza kuifanya, aliletewa mtu mmoja aliyewiwa talanta 10,000. Asema naye alipokosa cha kulipa, bwana wake akaamuru auzwe, yeye na mkewe na watoto wake. Asema na vyote alivyo navyo ikalipwe deni. Asema basi yule mtumwa akaanguka akamsujudia akisema, Bwana nivumilie, nami nitakulipa yote pia. Bwana mtumwa yule akamhurumia, akamfungua, akamsamehe ile deni. Asema mtumwa yule akatoka, akamuona mmoja wa wajoli wake aliyemuia dinari 100, akamkamata, akamshika koo, akasema nilipe uwiwacho. Asema basi yule mjoli wake akaanguka miguuni pake akamsihi akisema nivumilie. Asema nami nitakulipa deni yote pia. Asema lakini hakutaka, akaenda akamtupa kifungoni. Hata atakapoilipa ile deni. Asema basi wajoli wake walipoona yaliyotendeka walisikitika sana, wakaenda kumueleza yule bwana wao yote yaliyotendeka. Asema ndipo bwana wake akamuita akamwambia, ewe mtumwa mwovu, nilikusamehe wewe deni ile yote uliponisi. Nawe je, haikupasa kumrehemu mjoli wako kama mimi nilivyokurehemu wewe? Bwana wake akaghadhibika, akampeleka kwa watesaji hata atakapoilipa ile deni yote. Sema ndipo baba yangu wa mbinguni atakapowatenda ninyi msipowasamehe kwa mioyo yenu kila mtu na ndugu yake. Hebu angalia kwa mfano huu mfano. Kwamba Yesu alikuwa anafundisha kwa habari ya msamaha. Wanafunzi pale wamwambia hivi, ndugu yangu akikosa nimsamehe mara ngapi? Akamwambia hata mara 770. Afu ndo akaja na huu mfano. Kwamba kuna mtu alikuwa anafanya hesabu na watendakazi wake. Nafikiri mmeuelewa. Afanya mahesabu na watendakazi wake. Kwamba kuna mmoja akawa amepata hasara ya kiasi kikubwa cha hela, lakini alikuwa anastahili kabisa kufungwa yeye na watoto wake. Yule bwana akaamua kumsamehe. Lakini yule jamaa amesamehewa, lakini kuna mtu huko nje anamdai. Akaenda akutana naye akamwambia nipe changu. Yule jamaa hakuweza kumlipa, akamchukua akampeleka. Sasa yule bwana ambaye alimsamehe kubwa zaidi akasikia hizo habari. Akamuita, akamuuliza kwa nini mimi nilikusamehe, kwa nini wewe ukusamehe? Sasa ndivyo ambavyo Yesu anatufundisha kwamba tunapodumu katika mafundisho ya Kristo, tutaelewa kwamba hata kumbe unapotendewa kosa unajaribu lazima ufikirie kwamba hivi mimi nimesamehewa dhambi. Mimi mwenyewe ni kwa neema ya Mungu nimefika hapa. Alafu unakuta wakati mwingine hautoi msamaha. Kwa hiyo mtu anayedumu kwenye fundisho la Kristo hawezi kuambiwa kwamba adui yako sijui wafe. Amen. Yaani kuna namna fulani ambavyo adui yako sijui ndio kudini wafe na waombea sijui waangamie. Amen. Sasa mafundisho ya Kristo hayawe katika namna. Tukisoma Injili ya Kristo katika vitabu tu vile vya Injili, tutaelewa moyo wa Mungu jinsi ulivyo. Tutaelewa neema ya Mungu jinsi ilivyo. Alafu tukielewa neema ya Mungu, maana kwamba tutaweza kujinidhamisha katika hiyo neema. Kuna wakati fulani Yesu alienda Samaria, hakupokelewa. Kuna mwanafunzi mmoja akasema kwa nini usiite moto kama Elia? Alikoti maandiko ili waangamize. Akasema haujui ni roho ya namna gani ulionayo. Kwamba ile roho inenayo vile sio roho ya Mungu. Kwamba mwana wa Adam hakuja kuhukumu bali kuokoa ulimwengu. Kwa hiyo tunapodumu katika mafundisho ya Kristo, maana yake ni kwamba hata namna tunavyoenenda au namna tunavyojinidhamisha, tutajinidhamisha katika neno lake. Katika neno lake. Na sehemu nyingine kunasema kwenye sala akasema utusamee deni letu kama sisi tunavyowasamea wadeni wetu. Kwenye kitabu cha Mathayo 6:12 alikuwa anafundisha sala. Alikuwa anaonyesha tu ni jinsi gani namna ya msamaha. Kwa hiyo ni moja ya mafundisho ambayo nimetoa tu mfano mmoja ya mafundisho ya Kristo. Lakini ukisoma
vitabu vya Injili, utaelewa ni jinsi gani Kristo alivyo. Sasa tunapoanza kuwafundisha watu mambo ya Torati, tunapoanza kuwafundisha watu mambo ya Torati, kama hatumuoni Yesu Kristo au kama hatuioni neema ya Mungu, tunasoma vibaya. Kwa sababu ukiangalia Torati, Mungu anadili na taifa la Israeli ambalo ni taifa lenye shingo ngumu. Ni taifa ambalo wakati mwingine linakuwa linamkubali, wakati mwingine linaabudu miungu mingine. Lakini Mungu alikuwa anaendelea kuchukulia nao, alikuwa anawaadhibu, anawapa neema. Yaani nje ya neema ya Mungu, taifa la Israeli lingeshafutiliwa mbali siku nyingi. Lakini ukisoma Torati, kama hauioni neema ya Mungu, unaiona vibaya. Kama uoni upendo wa Mungu, unaiona. Kama unaona maelekezo ya kuelekeza, unaona vibaya. Kwa hiyo ndivyo ilivyo kwamba tunatakiwa neema ya Mungu itusaidie kuwa wanafunzi, lakini wanafunzi ambao tutakuwa tunamfuata mafundisho ya Kristo. Mafundisho ambayo yanaonesha Kristo anataka tuenende vipi. Alafu tunatakiwa tujinidhamishe katika hayo. Niende mbele kidogo, naona sasa kitu kingine ambacho nataka nikiseme. Kwa mfano fundisho lingine asema kwenye kitabu cha Yohana 15 kwa mstari wa 12, asema amri yangu ndio hii, asema mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Asema ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni waamuruyo. Sisi tunasemaga sisi ni rafiki wa Mungu. I am a friend of God. Mimi ni rafiki wa Mungu. Tunasema kwamba Mungu ni rafiki yetu. Yesu ni rafiki yetu. Tunaimba. Lakini nasema hapa ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni waamuruyo. Asema siwaiti tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui alitendalo bwana wake. Lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa mlioyasikia kwa baba yangu nimewaarifu. Kwamba Yesu amewachagua wanafunzi, akawafundisha kwa miaka yote. Alipokuwa anawafundisha walikuwa ni kama watumwa. Maana kwamba walikuwa wanafunzi. Alafu walipofika ile mwishoni, walipofika hatua ya ukomavu, tunasema sasa hao watu kama wamegraduate. Anasema siwaiti tena watumwa. Anasema ninyi ni rafiki yangu, kwa sababu ni rafiki zangu. Anasema kwa sababu siwaiti tena watumwa, kwa sababu mtumwa hajui atendalo bwana wake. Lakini mimi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyosikia kwa baba yangu nimewaarifu. Kwamba hata sisi tunapokuwa wanafunzi, kuna wakati inapofika sasa wakati wa kufika kiwango cha kutenda kazi. Maana mtu anayeokolewa mwanzoni hana sifa ya kuwa mtenda kazi. Niseme hivi kwamba mtu akiokoka yani hana sifa ya kuwa mtenda kazi. Anatakiwa kwanza aelewe ile imani. Alafu anapowaambia watu awe na uhakika ile asiweze kuwapotosha. Sasa inapofika hatua ya kutenda kazi, Mungu anakuita wewe ni rafiki yake. Kwa nini? Kwa sababu tayari ile nidhamu au yale mafundisho yamekuwa ni sehemu ya maisha yako. Imekuwa ni sehemu ya namna unavyoenenda, unamrepresent yeye. Kwamba watu wakituangalia wanamuona Mungu. Kwamba sisi ni watu wa Mungu, tutajulikanaje sisi ni watu wa Mungu? Kwa sababu namna tunavyoenenda, namna tunavyosema, namna tunavyowaza ni namna ya kimungu. Unajua mtu aliyeokolewa hana haja ya kujitambulisha, mimi nimeokoka, ninasali sehemu gani, niko kwa mtumishi fulani. Yaani tuna namna fulani ambapo wakati mwingine tunajitambulisha sisi ni watumishi fulani, ili kwamba angalau kwamba watu wakimwona yule mtumishi waseme kumbe nao ni yaani haihitajiki hivyo. Watu wanatakiwa wakituona namna tunavyoenenda, kuna namna wa realize. Na niseme hivi, kuna namna fulani ambapo ukiona nidhamu ya kimungu, yaani watu watanoti kwamba huyu mlokole huyu. Wanasemaga huyu mlokole watu wa ulimwengu. Kwa sababu hata ile neno lokole limetokana katika sio kitu ambacho ni cha kiroho. Wa mataifa wanatuita kwa sababu waliookolewa. Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo tunapojinidhamisha katika neno lake. Kwanza hata neema yake itaonekana. Kwamba Yesu Kristo anafundisha habari ya msamaha. Sisi tukiishi katika namna ya msamaha, tukiishi katika namna ya upendo, yaani neema yake itajulikana kirahisi
katika namna ya rahisi. Lakini leo hii neema ya Mungu kanisani imekuwa wakati mwingine inapingwa dhahiri. Tumekuwa na mafundisho ya kisasi, tumekuwa na mafundisho ya kuwafanya watu pengine waangalie vitu vingine. Na kuna hii kitu ambacho nimesema kwamba neema pia inatukemea na kutuonya. Neema inatakiwa itukemee na kuonya. Kwamba mwanafunzi amefika some point, ameshaelekezwa lakini bado anaenenda katika namna ile ile. Lazima sasa ifike pointi tukemewe na kuonya. Ufunuo 3:19 alikuwa anazungumza Yesu. Anasema wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi. Anasema basi uwe na bidii ukatubu. Wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi. Kwamba hata kama wewe ni mtumishi wa Mungu, umeongea na mtu, wakati mwingine inabidi tu bwana umkemee. Unajua hata Yesu mwenyewe ukiangalia katika safari yake ya huduma alikuwa na wanafunzi. Kuna wakati alikuwa anawakasirikia wanafunzi wake, alikuwa anawakemea, alikuwa anawaonya. Kwa mfano kuna wale wakati pale ambapo ameenda mlimani kusali, kuna watu wakamleta mtu mwenye kifafa kwa wanafunzi. Alafu wanafunzi wakajaribu wakashindwa kufanya ile kitu, kumtoa ile pepo. Akaja akawaambia enyi wenye imani haba. Yaani kuna namna fulani aliongea nao, sio katika namna ya kwamba kwamba wameshindwaje kufanya kile kitu. Kwa hiyo ndivyo ambavyo ilivyo, kwamba sisi kuna some point inabidi tuonywe na tukemewe. Wakorintho 2:2-3 wasema tusiwe kwazo kwa namna yoyote katika jambo lolote ili utumishi wetu usilaumiwe. Tusiwe kwazo kwa namna yoyote katika jambo lolote ili utumishi wetu usilaumiwe. Anasema bali katika kila neno tujipatie sifa njema kama watumishi wa Mungu, katika saburi, katika dhiki, katika misiba, katika shida. Anasema katika mapigo, katika vifungo, katika fitina, katika taabu. Anasema katika kukesha, katika kufunga, katika kuwa safi, katika elimu na uvumilivu. Anasema katika utu wema, katika Roho Mtakatifu. Anasema katika upendo sio unafiki, katika neno la kweli, katika nguvu ya Mungu, katika silaha ya haki mkono wa kuume na za mikono ya kushoto. Tunaona hapa katika mambo yote, yani tusilaumiwe kwa neno lolote. Na kutokulaumiwa kwa neno lolote inatokana na nidhamu. Kwamba mtu ambaye ana nidhamu atalaumiwa tu. Hana nidhamu atalaumiwa. Yaani kama nidhamu yako haionekani utalaumiwa. Kwamba mmepatana jambo fulani, Roho Mtakatifu amewaelekeza mfanye jambo fulani, unatoka katika kuna namna fulani utalaumiwa. Kwa hiyo tujipatie sifa njema kama watumishi wa Mungu. Haiwezekani ni mtumishi wa Mungu afu katika ulimwengu unaenenda vile ambavyo kama wa ulimwengu. Yaani wewe ni mtumishi wa Mungu, unasema ni mtumishi wa Mungu na Mungu anakutumia sawa, lakini namna ambavyo unaenenda kama wa ulimwengu. Yaani hakuna tofauti. Yaani hivyo hauwezi kujipatia sifa njema kama mtumishi wa Mungu. Kwa kuna namna ambavyo lazima ile status, nidhamu inakutengenezea status, inakutengenezea character, inakutengenezea uwe na sifa fulani. Itakutambulisha kwamba huyu mtu wa aina fulani, huyu mtu sehemu yake au origin yake ni hii. Hatuwezi kuenenda kama mataifa. Alafu sasa hivi tunaona vituko kweli. Tunaona watu wanaume wanatoboa pua, wanavaa hereni, wanaimba gospel. Yaani tunaenda tunasema ili tuwawini nao watuangalie. Haiko hizo principle. Haziko hizo. Kuna namna lazima tuwe na nidhamu. Kwamba yote tuyatendayo lazima tusilete contradiction. Yaani lazima ionekane hawa sisi hapa ni watumishi wa Mungu. Na katika neema labda niseme hivi, kuna mambo ambayo katika neema ambayo sasa hivi yana trend sisi ambao ni tuko katika neema. Kuna mambo ambayo yanaonekana dhahiri ambayo ni hatari mno. Kuna haya mambo matatu nitayasema alafu tutaenda kumalizia. Kuna mambo matatu haya ambayo yanaonekana sana katika sisi kizazi hiki ambacho tuna declare tuko katika neema. Na ni kweli zama hizi ni nyakati ambazo
ni za uamsho, watu tunaelewa, lakini kuna namna ambavyo katika neema kuna vitu hivi vinapandwa ili kuifanya neema, kuibatilisha neema ya Mungu au kuichakachua. Kuna majivuno na kiburi. Yaani watu wanaosema wako katika neema wana hii kitu, majivuno na kiburi. Majivuno na kiburi. Kwamba sisi tuko katika neema bana, usitu. Wakati mwingine wanajivuna kwamba unatakiwa ukiwa katika neema unatakiwa uwe hivi, unatakiwa uwe hivi. Yaani kuna namna fulani ya majivuno, kujihesabia haki na kiburi. Na katika hii kiburi unaweza kuwa kiburi kwa ajili ya mali au kwa ajili ya fahari za kidunia. Watu wengi ambao wapo katika neema katika zama hizi, kwa namna ambavyo tunafikiri kwamba neema ya Mungu, tuko na mali, tuko na nini kwa sababu ya neema ya Mungu. Yaani kuna majivuno tunayambatanisha mafanikio ya mwilini na neema. Alafu tunakuwa na viburi. Kuna siku moja nishasikia kuna mtu mmoja anasema yaani wewe huna hata gari, huna hata hela, alafu unamkataa Kristo. Mimi mwenye ndinga ile hapa, mwenye mali hizi hapa, lakini ninamfuata Kristo. Sasa hiyo injili, maana ni injili ya kiburi na majivuno. Kwamba tunafikiri kwamba neema ya Mungu ndio imetoa. Lakini ukiangalia mbona kuna watu hawamwamini Kristo na wana mali nyingi. Wana mali nyingi zaidi ya. Kwa hiyo kuna namna ambavyo injili ya neema inahubiriwa, lakini inatengeneza majivuno na kiburi. Mithali 8:19 anasema kumcha Bwana ni kuuchukia uovu. Anasema kiburi na majivuno na njia mbovu. Anasema na kinywa cha ukaidi pia navichukia. Kwamba tunaposema tuko katika neema, tuelewe kwamba kiburi, majivuno, hakuna jivunia. Yaani unajivunia vitu vya ulimwengu. Na sasa hivi watumishi wengi wa neema imekuwa mali na vitu vya ulimwengu ndio kitu cha msingi sana. Na ndio hicho wanajivunia kwamba neema ya Mungu ndio imetupa hivi. Lakini ukiangalia katika logic ya kawaida, kwa mtu ambaye anafikiria katika logic ya kawaida, si kweli. Si kweli kwamba kuna watu wana mali zaidi ya, lakini hawajaokolewa. Kwamba mali na hivyo vipi? Kwa kuna namna ambavyo injili ya neema tunaipeleka katika namna ambavyo inaleta majivuno. Sasa nasema haya ili kwamba tujihadhari. Lakini pia injili ya neema pia inatekelezea wakati mwingine hasa tuwe makini katika ile eneo, kutokuwa na kiasi au self control. Kutokuwa na kiasi, kujizuia. Unajua neema nimesema inatufundisha kukataa ubaya. Kwa neema inatutengenezea discipline. Neema inatupa access ya kuwa wanafunzi. Ili nini? Ili kusudi tufuate maelekezo yanayotolewa. Na yale maelekezo yanatupa kitu kinachoitwa nidhamu. Sasa ile nidhamu inatufanya tuweze kuwa na self control au tuwe na kiasi. Kiasi ni self control. Na hiyo self control ni kwa ajili ya utauwa. Kwa ajili ya utauwa. Sasa haiwezekani wewe ni mtumishi wa Mungu alafu unashirikiana na yoyote. Tunaona kwamba nimesema hiyo kitu cha collabo. Bana muziki sikia bana tunafanya tu muziki, tuna collabo na wanaimba pale Mungu wanaweza, yani hivyo. Wakati mwingine kuna watu unakuta wanasifia watu wa gizani. Wanawasifia. Bana yule naye pia anafanya. Sasa tukishaanza kuona hivyo lazima tuwe makini. Tuwe makini. Kwamba kuna namna tuna compromise. Tunarahisisha neema, kwamba neema inaweza ikatufanya tuchangamane, tuwe na ushirika na yoyote. Wakorintho wa 2:6 kuanzia mstari wa 16 tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Anasema kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai. Kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. Pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Sasa ukishaona injili inafundishwa ya neema, alafu ina compromise au inafanya namna ambavyo tuone kwamba kushirikiana na watendakazi wanaotenda ya ibilisi, mapenzi ya ibilisi ni sawa tu, kwa sababu tuko katika neema, sisi tuko huru bana. Ukishaona hivyo,
kuwa makini, kwa sababu ndio katika zama hizi ambazo uamsho wa Mungu juu ya neema yake kujulikana, kuna namna fulani kizazi kinaandaliwa ili kwamba tuone mambo ni holela kwamba hatuna mipaka. Hakuna mipaka. Hiki ni kitu ambacho hakipo. Hakuna mapatano kati ya nuru na giza. Hakuna mapatano hayo. Lakini pia kuna injili nyingine tunasema ni ya neema, lakini inatutoa kwenye utambulisho wetu ili kufuata maisha ya tamaa, maisha na tamaa za kidunia. Kwamba kuna namna ambavyo ile identity ya Kristo inaondolewa, ule utambulisho wetu unatolewa, kwamba sasa hivi mkazo unakuwa kwenye mali na tamaa za kidunia. Utakuwa bilionea. Ukiwa ndani ya Kristo utakuwa bilionea. Tukimwangalia Paulo, tukimwangalia Yesu mwenyewe, Paulo alitenda kazi kubwa sana katika kanisa, lakini alifanya kazi, yani lazima tuelewe kwamba kuna principles kwamba katika ulimwengu huu kuna mifumo au kuna namna ambavyo inatakiwa uenende ili uweze kuwini uchumi wa ulimwengu huu. Sasa hekima ya Mungu pia inaweza ikatusaidia kuweza kufanikisha. Lakini tusifikiri kwamba au tusiwaambia watu kwamba wapokee neema ya Mungu ili watoke kimaisha. Kwa sababu unaweza ukapokea neema ya Mungu na ukawa broke vile vile. Inawezekana. Yaani unaweza neema, kuwa na neema ya Mungu ni kitu kingine. Alafu kuna kuwa na nidhamu. Alafu ile nidhamu ikisha kuwa ni sehemu yako, maana kwamba utakaa katika kusudi lako, alafu utafanikiwa kwa namna ambavyo kile kiwango ambacho Mungu amekusudia. Unajua tuelewe hivi kwamba kuna kusudi pia la Mungu. Hivi kwa mfano kila mtu akiwa bilionea hapa itakuwaje? Nani atafanya kazi kwa mwingine? Hebu jaribu kufikiria tu hiyo kitu. Kila mtu akiwa ana uwezo fulani mkubwa sana, nani atafanya kazi kwa ajili ya kuna kiwango ambacho tumewekewa kulingana na kusudi lile. Na lazima tuelewe hiyo kitu. Sasa haiwezekani kwamba mimi nataka hapa kanisani kwangu hapa kuwe na mabilionea tu. Kwanza mtu akisema kanisani kwake, kanisa la Kristo, tayari kuna changamoto. Tuwe na mabilionea tu, pokeeni bilionea. Neema ya Mungu ikawa, jamani, lazima tuwe makini. Kwa kutolinda utambulisho wetu na kufuata maisha na tamaa za kidunia. Wakati mwingine tunaona watu wanajivunia magari, wanajivunia vitu, majumba, vitu vya kuharibika. Lakini neema ya Mungu, utambulisho wa neema ya Mungu ni matunda. Kwamba tunda la Roho upendo. Tunda la Roho kiasi, uvumilivu, utu wema, fadhili. Yaani hayo ndiyo matunda ya kuongozwa na Roho. Na tunaongozwa na Roho kwa sababu tumepewa uwezo, kwamba tumeokolewa alafu akatupa uwezo wa kufanyika mwana. Huo uwezo ndio Roho wa Mungu. Ndio Roho wa Mungu. Tunawezeshwa kwa sababu kabla ya Roho wa Mungu kuanza kutenda kazi na wanafunzi wa Kristo, kabla hajaanza rasmi, kabla ya Pentekoste, walishindwa kuhubiri Injili. Lakini baada ya Pentekoste wakapata ujasiri, wakapata uwezo utakaojua kuweza kulihubiri. Na katika hili Yohana kwanza 2:16 nasema, maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokana na Baba, bali vyatokana na dunia. Tukisema tamaa ya mwili, uzinzi, uasherati na ufisadi. Tamaa ya mwili. Kuna wakati mwingine kuna mafundisho, kuna namna fulani ambavyo hii kitu cha tamaa ya mwili bado kipo kwa watu tunasema tuko katika neema, tuko huru. Tamaa ya mwili, asema tamaa ya macho. Tamaa ya macho. Yaani hiki kitu cha tamaa ya macho pia tunaona sisi ambao tuko katika neema, wakati mwingine hata namna ambavyo unajua ukizungumza mambo ya mavazi inaonekana kama una jamaa huyu naye mshamba kweli kweli. Lakini kuna namna ambavyo tuna compromise hata namna ya kutokujistiri kwa sababu tu ya neema ya Mungu. Tamaa ya macho, kiburi cha uzima, kujihesabia haki kwamba sisi bwana wa neema, sisi ndio
Sisi ndio tuna kila kitu. Sisi ndio, yaani kwa namna fulani tunajiona kwamba sisi ndio tuna mamlaka katika ulimwengu huu. Au sisi ni wa muhimu zaidi kuliko wale ambao walio katika ulimwengu wa giza au ambao bado hawajaokolewa. Kwa hiyo kiburi cha uzima ni vitu ambavyo lazima vinatokana na dunia. Kwa hiyo ni muhimu sana tuwe makini na mafundisho ambayo yanatuleta katika mambo hayo, kwa sababu kwa kivuli cha neema. Sasa bibi na kitu ambacho ninawasii sana, mafanikio yote popote yanatokana na kufuata maelekezo, kujitiisha katika maelekezo. Mafanikio yote. Sasa inawezekana ni mafanikio katika nyanja ya kiuchumi, inawezekana ni mafanikio katika tunaposema mafanikio katika imani. Maana ni kwamba lazima tujitiishe katika maelekezo ya Kristo. Na ukitaka kufanikiwa popote lazima ufuate maelekezo au ujinidhamishe katika maelekezo ya yule aliyefanikiwa kwenye hilo eneo. Kama ni ya kitaaluma, angalia aliyefanikiwa kwenye hilo taaluma ni mwalimu. Si ndio mwalimu wa taaluma fulani anakufundisha. Lakini kushinda dhambi na ulimwengu, tamaa za ulimwengu. Yuko Kristo ambaye alishinda dhambi na tamaa za ulimwengu. Yuko Kristo aliyeshinda dhambi na tamaa za ulimwengu. Kwa ukijitiisha kwake, maana kwamba utashinda dhambi na tamaa za kidunia, kwa sababu Kristo alishinda. Pia kwa mfano wana michezo pia lazima uwe na nidhamu kwenye mazoezi, si ndio? Uimbaji kama unataka kuwa skilled lazima uwe na nidhamu katika hilo eneo la pengine kufanya mazoezi na kadhalika. Vitu havitokei tu nidhamu. Kwamba neema haitutoi kwenye nidhamu kabisa. Yaani neema ndio inatuweka katika nidhamu, lakini nidhamu kufuata maelekezo ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukubali kufundishwa, tukubali kukaripiwa, tukubali kuonywa. Mithali 29:1, aonyoe mara nyingi akashupaza shingo atavunjika kwa ghafla, wala hatapata dawa. Mungu akatusaidie tunapotoka mahali hapa, kwamba kuna vitu inawezekana tunaona kwamba ni kawaida. Kama kuna namna, kuna kitu ambacho ndani yako unahisi kwamba hiki kitu bana hakiko sawa, lakini umekuwa ukistruggle. Pengine umekuwa ukistruggle. Na nisema hivi kwamba kuna ukiokoka, nimesema unaokoka ndani, lakini huku utu nje ni mchakato, ni hatua. Kwamba kuna namna ambavyo mtu anajua kabisa kwamba hiki ninachokifanya hiki sio sawa. Yaani ni kawaida kwa sababu hiki ninachokifanya. Kuna namna fulani ndani huko amani na kwa sababu hiki kitu sio sawa. Sasa kama umesikia mara nyingi, umesikia na neno la leo linakukumbusha, hebu tuangalie nidhamu. Yote tuyafanye kwa sababu ya ule utambulisho wetu. Sisi ni wana wa Mungu. Unajua kujinidhamisha, kuna namna fulani ambavyo inawezekana upendi, mwili hautaki, lakini unafanya. Kwa ajili gani? Kwa sababu ya ile identity yangu. Unafikiri kwa mfano, labda tuchukulie kwa mfano president. Kuna vitu hawezi kuvifanya kwa sababu ya nafasi yake. Kwanza hawezi kuruhusiwa. Utaambia mama tafadhali hapa tunakusia hapa usiende. Yaani yeye mwenyewe anapangiwa. Kuna siku nilikuwa nasikiza interview yake. Anasema moja ya kitu ambacho anakimisi ni ule uhuru, kwa sababu afanye anavyojisikia. Nini? Status. Kwa kuna namna fulani amewekewa mazingira awe na nidhamu katika mipaka yake. Kuna eneo tunataka tufike, kuna kiwango tunataka tukifike. Lazima tumwombe Mungu aendelee kutuwezesha kuwa na nidhamu katika hilo eneo ili tufanikiwe. Kila eneo la kiuchumi, eneo la yote yanatokana na nidhamu. Hata uimbaji hapa, tunaweza kusema tu bana tunatamani kwamba tufike, tuathiri ulimwengu na kadhalika. Lakini kuna nidhamu. Kwanza uone, alafu ile picha ujenge nidhamu katika ile picha mpaka itokee. Mungu atusaidie sana kwa neno hili. Naamini kabisa kwamba kila mmoja wetu anajua ni kitu gani ambacho anahitaji kwa ajili ya nafasi aliyowekwa. Na ni kitu cha bidii. Ili uwe na nidhamu. Nidhamu inajengwa na mwili una tabia moja. Ukiukazia mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne unakosa nguvu. Anachokusaidia Roho Mtakatifu ni kukuelekeza. Atakwambia bana hiki, atakukosesha amani, hiki sio sawa. Alafu wewe kwa kadiri ya vile ambavyo unasikia, inabidi sasa
ufanye bidii kwenye ndio maana kwa nini tunafunga? Kufunga ni namna ya kuutiisha mwili na ni namna ya bidii. Unautiisha mwili kwamba hebu tulia, kwa sababu unafunga ili nisikie sauti ya Bwana, ili nisome mafundisho, ili niwe na muda wa maombi. Kwa mwili kama hautiishi au nidhamishi, yani hakuna transformation mtakayoiona. Kuna transformation mtaiona. Kwa hiyo neema ya Mungu inatusaidia kuwa na nidhamu. Inatu-enroll. Tunaenda shule ili tuwe wanafunzi. Tunakuwa wanafunzi ili tunidhamishwe. Tunakuwa disciple ili tunidhamishwe. Tunanidhamishwa kwa maelekezo, maonyo na makaripio. Baba Mungu wetu wa mbinguni, ninakushukuru kwa ajili ya neno lako hili, ya kwamba umetufundisha kwamba tunapokuwa katika neema yako, hakika yatupasa kujinidhamisha. Ukasema itieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Mungu, ninakuja mbele zako. Yamkini nafsi zetu wakati mwingine zina struggle kwa ajili ya kutoka katika vifungo fulani ambavyo vinatupeleka huku na huku. Ninaomba Bwana, ninaomba Mungu, ukatuwezeshe kwa nguvu zako tuweze kushinda hila na tamaa za ulimwengu, ili tuwapo katika neema yako watu watutambue kwamba tu watumishi wako, kwamba tumepokea neema si kwa matendo yetu lakini kwa haki yako. Lakini neema hiyo imetubadilisha kwamba tumekuwa si wakale tena, lakini tumekuwa watu wapya. Nao watu watakuheshimu wewe kwa sababu ya hakika wewe ni Mungu unayebadilisha dhahiri. Asante kwa neno lako hili Bwana. Tukufu na heshima Baba ninakurudishia wewe. Katika jina la Yesu nimeomba. Amen.